Karibu sana Jumapili nyingine nzuri kabisa, tunakutana hapa. Asante kwa kuchagua UTV, asante kwa kuwa mwanafamilia wa Azam TV na kuwa mwanafamilia wa Hello Weekend. Kama ilivyo kawaida, Jumapili ni siku mahususi kabisa ya kujifunza kupitia simulizi na yale ambayo wenzetu wamepitia katika safari za maisha yao. Tunajifunza na tunapata nafasi ya kutafakari pamoja. Nambari yako ni 0763 809770 ndio itakayo kuwezesha wewe kushiriki na sisi hapa. Leo tunajiuliza, jamani, mafundi cherehani au mafundi cherehani, mafundi nguo? Mafundi cherehani mpo? Kama aliyemshonewa Karungi hapa. Fundi nguo mpo? Mafundi nguo mpo? Yeah. Unaweza ukawa tajiri kupitia cherehani hiyo. Unaamini au hauamini? Unaweza kuwa na passport ukapanda ndege kwa ufundi wako wa cherehani. Kuna mafundi cherehani wana passport. Na unapata visa. Kama unabisha tutakuonesha. Mambo kwa ushahidi wala. Hakuna miujiza. Hakuna miujiza. Unaweza ukaenda katika majukwaa ya kimataifa. Ukawa na connection na watu mbalimbali, mataifa kwa mataifa. Unaweza kuingia Ikulu. Kupitia kuwa fundi cherehani ama fundi nguo kama ambavyo tumezoea kuwaita huko mtaani. Basi kuanzia sasa hivi tutaanza kuwaheshimu kama nyumbani hapo. Mlikuwa mwaheshimu? Wanaweka viraka tu, wanashona mishazari nguva. Kuna ile kazi yao kupinda kanga. Ukiona watu wanachukulia poa kazi yako, kuna ile unapeleka nguo kwa fundi. Hii 5000 kweli hapa 5000. Fundi shona wewe. Kama una fundi cherehani au fundi nguo, karibu, tunaomba uanze kumheshimu, maana kupitia simulizi ya leo utafahamu kwamba hawa ni mabilionea. Unashangaa mtu anakwambia unazidiwa na fundi kajenga. Wewe kazi ya fundi unaichukuliaje? Yaani kuna ukitaka kujua watu wanachukulia poa. Unazidiwa na fundi kajenga. Yaani fundi anasomesha watoto wazuri, fundi cherehani anasomesha watoto shule nzuri. Hapo unaona watu wanachukulia poa taaluma za watu. Simulizi ya leo inatuonyesha kwamba eneo la ubunifu wa mavazi ni mgodi uliojificha. Ni chimbo maalum kabisa ambalo mtu anaweza katajirika, ambalo mtu anaweza katimiza ndoto zake na akatimiza pia ndoto za wenzake. Mabibi na mabwana, siku hii ya leo tunayo bahati. Ni sisi tuna bahati au yeye ana bahati? Tunayo bahati wote. Sisi tuna bahati kwa pamoja ya kukutanisha na Anna Lunguya ambaye ni Anna Collection. Huyu ni mwanzilisho na mkurugenzi mtendaji wa Anna Fashion Academy na Anna Collection. Makofi mengi sana kwake. Karibu sana. Asante sana. Ukasema sasa nikienda lazima niwaoneshe kama mimi ni mbunifu. Yaani lazima kidogo. Nadhani sasa Bibiana hivi unahaja kumwambia umependeza. Sasa anaweza kwambia hujaniona afu kawaida yake. Hujaniona. Wewe unioni. Unaweza kuta kwenye collection yake ni ndo nguo yake ya mwisho. Wakati sisi tunaona amependeza. Karibu sana. Asante sana. Tunafurahi kuwa nawe. Nashukuru. Pole na hongera kwa kazi. Asante sana. Asante. Tutapata simulizi yake amewezaje kutoka kwenye ufundi hadi anakuja kuwa mkurugenzi mtendaji wa Anna Fashion Academy. Yaani sasa hivi wana watu wana graduate. Kabisa. Yani mzee wa ndugu mgeni rasmi. Ndugu mgeni rasmi. Mkurugenzi ameajiri watu. Ana tini namba. Analipa kodi serikalini. Amesajili biashara huyu Brelo na kampuni. Kabisa. Tutakuja kufahamu, atakuja kutujuza amewezaje kufika hapo na hata mafundi wengine wanaotutazama, au kama wewe hapo nyumbani kuna mtu kijana wako anatamani kuwa fundi, ulikuwa una sita, basi unaweza kuja kupata simulizi yake ikaweza kukupatia moyo. Zaidi ya yote tunasema yote 9-10. Kuna ambao wanahusika pia kwa upande wa hapa Tanzania, wapo wengi, lakini pia wanaohusika katika mafunzo haya kukuza mitaala ni kutoka VETA. Ambapo tutakuja kuungana na mwenzetu hapo David. Yes, tutaungana naye Tanasi ya Kisieri, afisa mkuza mitaala kutoka VETA. Lakini Messi, tunao wasifu ambao Angela ametutengenezea kwa uchache, tunaweza tukauona kisha tukarejea kuongea na Anna na kujifunza mambo mengi kutoka kwake, kwa sababu wakati fulani tumewahi kuongea naye katika kipindi chetu hiki cha Hello Weekend. Ilikuwa mwaka gani? Ilikuwa ni mwaka jana, mwaka juzi. Mbona mwaka majuzi? Lakini leo tunaangalia mambo yanakwendaje. Karibu sana Angela, tuone alafu turejee hapa. Mabibi na mabwana, karibuni kwenye Afro Fashion Night msimu wa 3 2025. Hata mbuyu ulianza kama mchicha. Ni ngumu kuamini mwanzo huu mdogo
ungeweza kuwa hivi ilivyo leo. Ni Anna Peter Lunguya, akijulikana kwa chapa ya Anna Collections. Alianza na alicho nacho, akiamini katika neno inawezekana. Fundi cherehani kwenye kijiwe, akijifunza kwa kuona. Akapiga hatua kutafuta kujifunza kwa waliotangulia. Akatembea sambamba na maono. Baadaye akaona umuhimu wa kwenda shule rasmi kujifunza ubunifu, akijikita katika ubunifu wa mavazi katika mataifa mbalimbali tofauti. Bila kuacha utaalamu wa shahada aliyosomea, akavileta pamoja teknolojia na ubunifu. Siku zikasonga, mwanga wa kufika alipotaka ukaanza kumwakia. Ni usiku wa kuthibitisha kuwa mitindo sio mapambo, bali ni ajira, ni uchumi na ni nguvu ya kubadilisha kizazi. Kizuri kikajiuza, akawa miongoni mwa wabunifu wanaotambulika kwa tuzo na heshima. Kwa kuthamini ndoto walizonazo wabunifu wa baadaye, akaanzisha chuo ili kukuza tasnia, akipata wanafunzi wa ndani na nje ya nchi. Ili kipaji chake na ubunifu usiweze kuzeeka, hajachoka kuongeza maarifa, ubunifu unaoenda na heshima na wakati uliopo. Akaongeza maarifa, akitafuta ubunifu katika nchi zinazojulikana, Afrika na pande mbalimbali za dunia. Hadi sasa, ukizungumza ubunifu wa mavazi, nguo za sherehe, hususan maharusi wa kike, huwezi kuliacha jina lake. Naam, ni yule yule aliyeanza kama fundi cherehani na sasa mbunifu wa mavazi kimataifa, mwekezaji katika sekta ya ubunifu nchini. Anna Peter Lunguya, almaarufu Anna Collections. 2026 Tungo tayari. Anna Collection, napendeza furahi. Watu 2026 wako tayari. Vipi wewe? Tukumbushe huo moto wa Anna Collection. Vaa, pendeza, furahi. Yaani mtu ukipendeza kuna namba. Sasa hivi tupige studioni 2026. Vaa, pendeza, furahi. Jamani, vaa, pendeza, furahi. Hongera sana kwa mara nyingine. Asante sana. Kwa kweli na sisi tunafurahi sana. Na hii ni zawadi kwa Tanzania. Imagine Anna angekuwa Kenya, na maana hizo ajira zingekuwa Kenya. Angekuwa Uganda, mambo yangekuwa Uganda, angekuwa huko Zambia, Zimbabwe, lakini Mwenyezi Mungu akatupendelea Anna tunaye wa kwetu. Na tunatamba naye. Wakenya watani zetu hawakawii kukuwahi. Anna ni wa kwetu. Anna ni wa kwetu. Anna, hongera sana. Asante sana. Na tunavyoanzia mtu angetamani kufahamu, maana amesikia hapa tunazungumza tokea mwanzo kama fundi cherehani, ameanza kuwa fundi cherehani. Labda Anna tushirikishe kidogo. Wengi wanajiuliza na wengi huanzia hapo, lakini wachache hufika hapa ulipo. Okay. Mimi nimeanza ilikuwa ni 2017 baada ya graduate chuo kikuu. Nimerudi mtaani. Kama unavyojua changamoto ya ajira, nikaangalia kutafuta ajira hapa na pale, nikakosa. Nikaangalia ni kitu gani ambacho nakipenda, ninacho pengine naweza nikaanzia hapo. Nikakumbuka shuleni nilivyokuwa napenda kudesign nguo, nafunga neti za watu, mashuka nabadilisha. Kwa hiyo nikaona nitumie hii fursa kuanzia pale nilipo. Kwa hiyo nilianza tu huko, ilikuwa Kijichi. Mtoni Kijichi kule. Kama nianza kama winga. Hata huko kwenye ufundisho yani kuna winga. Winga maana yake hujui kushona, unachukua nguo kwa mteja, unaenda kwa fundi, atakushonea afu unairudisha ile nguo. Kwa hiyo unakuwa mtu wa kati. Kwa hiyo baada ya hapo nikaendelea kujifunza huko mtaani, nikafungua kiframe changu. Kwa hiyo nilianzia hapo na cherehani yangu moja hivyo. Ulisoma so umetaja chuo kikuu hapo. Chuo gani na course gani? Nilisoma computer science, nilisoma Tumaini University Makumila. Sisi ndio tulikuwa yes Arusha. Okay. Yeah. Computer science hadi cherehani. Ungebaki huko, lakini yote kwa yote ndo tunaona hapo mambo jinsi yalivyo mazuri. Ndio. Sasa ni nini ambacho kilikuwa kinakufanya usikate tamaa hadi tunakuona unafika hapa ulipo? Kilichokuwa kinanifanya nisikate tamaa ni ile msukumo, kwa sababu wakati naanza kuna changamoto ambazo nilikutana nazo kama kutoaminika, kwa sababu ninakumbuka nilikuwa kwenye frame ndogo kabisa. Mteja anakuja afu uko nje ya mji, anakuambia nilikuwa nashona nguo shilingi 30,000. Hizi mwendo kasi, vitenge kawaida. Lakini mteja anakuambia, ukimwambia labda 40,000, ukishajua quality yako ni nzuri, anakuambia hapana, hizo ni bei za Sinza.
Kwa hiyo na upo kijiji. Na mimi Tunatetea bei za kijiji. Uko serious. Siwezi kukupa 50,000 kwa sababu hizo ni bei za Sinza, bado hujafika huko. Lakini niliamini katika kazi yangu. Kuna wachache ambao walikuwa wananiamini. Kwa na mimi nilitumia hiyo nafasi. Nikipata nafasi nihakikisha nafanya nguo ambayo inakuwa ni bora kweli kweli. Kwa hiyo hicho kikazidi kunipa moyo, kunitia moyo. Wateja wanakuambia unaweza, unawashonea nguo, anasema nilipendeza ukumbi mzima. Kwa hiyo kitu kama hicho vilizidi kunifanya nisikate tamaa. Na kutamani siku moja nawe ufike Sinza. Yes, nilikuwa na ndoto. Nilikuwa na kipaji, lakini nilikuwa na ndoto kubwa. Mimi ni yule mtu ambaye nilikuwa nikikaa pale Kijichi, wakati huo nilikuwa naangalia ubunifu wakubwa kina Martin Kadinda, nilikuwa naona kina Elshel Lebo na enzi zile Wema yuko hoti. Nilikuwa natamani nasema yani na mimi siku moja nitafika pale. Na hapo ndipo linapokuja swali la kwa sababu wapo shangazi wetu wengi hapa wanakufuatilia. Wanakuangalia, watoto mabinti wanakuangalia. Ndio. Katika kukua kwako ulivyokuwa mdogo, ulikuwa ukijiona ama ukiungua kwa kiasi gani moyoni mwako juu ya swala la ubunifu wa mavazi? Katika kukua kwangu mimi nilikuwa na sikuwa sana na interest za kubuni. Kwa maana kwamba familia na shule niliyosoma O-level, kwa hivyo vitu vilinibana, lakini nilikuwa ni mtu wa kupenda. Yani nikimkuta mtu kwa mfano shuleni tukianzia primary, nikienda utanikuta sketi yangu utaiangalia iko tofauti na wengine. Yani ile kutamani kwenye nilikuwa kiongozi wa michezo. Kwa vitu kama hivyo, sekondari pia nikawa kiongozi wa michezo. Kwa hiyo ikanifanya kuandaa ile matamasha, talent show. Kwa hiyo nilikuwa najiona namna ambavyo naweza kucoordinate watu wengine. Nikija high level pia high school pia nilikuwa kiongozi wa social. Na nilikuwa nasoma CBG. Lakini marafiki zangu wengi walikuwa arts. Kwa sababu nilikuwa na organize fashion show na tia moyo wale models. Kwa hiyo nilianzia huko. Kwa hiyo ndoto ilikuwepo, kipaji kilikuwepo, lakini nilikuwa naona mimi nilikuwa katika kazi ambayo nilikuwa naipenda, nilikuwa napenda kuwa lecturer wa chuo kikuu. Kwa hiyo nilikuwa nasoma. Mbona kama hujachelewa hivi? Bado hujachelewa. Bado sikuwa lecturer. Sababu sasa hivi kuna hizo kozi za masuala ya ubunifu na mitindo. Mambo ya amali hayo. Na vyuo vikuu wanaanza kupambana kwamba watu kama nyinyi mkiwa mnaenda mnatoa pale mhadhara saa moja, masaa mawili yanatosha. Kwa hata nilivyomaliza chuo kikuu, kazi yangu ya kwanza kujitolea ilikuwa ni tutorial assistant. Nikifundisha ICT. Hiyo ndio nilijitolea kabla sijaanza kulikuwa chuo kinaitwa ACOM, Azania College of Management cha sheria. Mimi nilikuwa pale kama mtu wa IT na nikifundisha ICT. Hapo umetueleza ulikuwa mtu wa kati, winga. Ndio. Ikawaje mawazo ya kununua cherehani yako ya kwanza? Changamoto za winga ni kwamba winga katika ufundi nguo ni kwamba unaweza usipate kile ambacho unakitaka. Alafu mwisho wa siku ka disappoint mteja. Nilikuwa napata design wakati mimi sijui, nampelekea fundi. Nakumbuka kipindi hicho niko hapa Dar es Salaam, ndo nimeingia kwa mara ya kwanza. Nilikuwa na fundi wangu Kinondoni, mwingine Mwenge, mwingine Kijichi, kama watatu, machimbo yangu hayo matatu. Kwa ukimpelekea huyu kuna kukosewa kwa design, hiyo namba moja, lakini namba mbili unaweza usipate ile design kwa wakati kwa sababu fundi naye anakuwa na mambo yake. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo vilisababisha hasa hicho kukosewa kwa design. Unamwambia fundi hii design inatakiwa iwe kama hivi, anakuambia hapana, mimi ndo najua kushona. Unamtafutia mpaka ile video tutorial, unamuonyesha, unaona huyu amekata hivi na hivi, amefanya hivi na hivi, unaweza akasema no, hao ni wazungu tu wa huko. Kwa nikaona kwa nini na mimi, yani kitu kikawa kinanitia, kwa nini nisijifunze alafu nikaweza kukitoa exactly kile vision ambayo ninakuwa nayo mimi. Kwa nikaanza kujifunza taratibu. Nianza kujifunza kwa fundi mmoja anaitwa fundi Katoto. Yuko huko Kijichi huko mtaani. Kumbe kushona ulikuwa ujui? Mwanzoni nilikuwa sijui. Ulikuwa yani ukiwa winga ulikuwa hujajua kushona? Nilikuwa sijui kushona kabisa. Kwa sababu kwa fundi Katoto. Kwa sababu nilikuwa bado mindset yangu sijaseto. Huku natafuta kazi, huku na hilo wazo la kushona. Kwa hiyo nilikuwa sijaamua ni nini nataka.
Kwa hiyo asubuhi nitaenda kutafuta kazi, alafu nitarudi tena kwenye mishe zangu za ufundi. Kwa hiyo nilivyoamua kujifunza, nikasema ni utafute ujuzi ili niweze kutoa kile kitu, vision yangu mimi mwenyewe, kile kitu ambacho nataka. Hapo ndo nilipoanza kuona njia kwamba hapa kuna uelekeo fulani ambapo naweza nikafika kwenye hii kazi, kwa sababu niliweza kuitoa exactly mteja anavyotaka, na mteja mwenyewe akanasema yes, hiki ndicho nilichokuwa nataka. Huyu fundi wako wa siku hizi uliyempata ni mzuri, kumbe ni wewe mwenyewe. Yes. Sawa sawa. Na sasa ni wakati gani sasa ambao ukaona sasa hii kazi sio tu ya kushona, ni biashara na inaweza ikawa ni uwekezaji? Wakati nilipoanza kuona matokeo, manake umemshonea mtu, ameenda huko amekuletea wateja wengi sana, na wale wateja wame appreciate kazi yako. Nakumbuka nilimshonea nguo Riamali, nilimkuta saruni moja huko Kijichi huko alikuwa amekuja, nikamfuata. Mimi ni mtu ambaye napenda kujaribu. Nikamwambia, dada Liama, shikamoo, mimi nashona nguo, naweza kukushonea nguo. Akaniambia, Damwani, hebu nijaribu, mimi utaniweza na umbo langu hili? Kamwambia ndio. Nikamshonea ile nguo. Liama aliniambia kwamba hajawahi kushonewa na fundi ambaye amembana vizuri nguo kifuani, amempatia vizuri kama mimi. Kwa hiyo hiyo sentensi ilinitia moyo sana, nikajiona kwamba mimi naweza. Akaposti huko mtandaoni, akasema, wakati huo nilikuwa hata sina Instagram, niko kwenye groups za Facebook, akasema kuna fundi yuko Kijichi anashona sana, namba zake hizo hapa. So nikaanza kupata wale wateja wenye plus size. Wakawa wanatoka huko Tabata wananifuata kwa sababu tu ya ile uwezo wa kuweza kumshonea mtu nguo yake ikamkaa vizuri, hasa plus size. Mtu ukiwa mnene kuna namna fundi akiwa haipo vizuri nguo inatoka vibaya kuna namna kwa sababu usipozingatia, unajua hawa plus size kuna vipimo vya bust span ambavyo vipimo vya ziwa ambavyo unatakiwa uvizingatie ili uweze kutengeneza mfuko ule. Nguo ina mfuko wake, mfuko wa kubeba kifua vizuri ili iweze kukaa vizuri, inapack vizuri. Kwa hiyo mimi hicho ndo kilinibeba kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo akanasema kuna kafundi kadogo lakini kanashonea watu wa plus size, lakini kazi yake kubwa. Kazi yake kubwa. Kwa hiyo iliweza kunitofautisha kwa kiasi kikubwa sana wengine. Ndio. Na anapo kwanza kuna kitu nataka tukifahamu ili tumsaidie fundi ambaye anakufuatilia ama ambaye ana ndoto ya kuwa fundi kama ambavyo wewe umeweza kupiga hatua hivi. Ndio. Kuwa mbunifu wa mavazi na vitu kama hivyo. Kwenye swala la uthubutu, ni kwa kesi, yani wewe hiyo uliitoa. So kama unathubutu unaenda kumfuata mtu mjui, unamwambia, fundi mwingine angeweza kunyong'onyea tu mwenyewe. Lakini hiyo hulka ya uthubutu ni kitu kimekuja tu au ilikuwaje? Hulka ya uthubutu ilikuja baada ya kutambua maono makubwa ambayo niko nayo. Maana yake ukitambua maono makubwa ambayo uko nayo, unakuwa uogopi. Unasema ngoja nijaribu, wacha nijaribu kufanya hiki. Nakumbuka wakati ninaanza hapo Mtoni Kijichi. Sikuwa na overlock machine, lakini baadaye mume wangu akaninunulia overlock. Umeona? Sasa vile vitu nilikuwa nashona nguo bila finishing nzuri. Lakini naenda kupiga overlock sehemu nyingine kabla ya kupata ile overlock, ili niweze kuipata ile quality ambayo ninaitaka. Kwa hiyo hata yule fundi ambaye anaanza sasa hivi, haijalishi pengine na mashine moja, anaweza tu akasubutu kushona alipo, lakini kama mtaji wake ujitosheleze akaenda kupiga overlock sehemu nyingine. Au akaenda siku hizi watu unakuta mtu anasema nianzie wapi, sina mashine. Kuna sehemu ambayo anaweza kwenda pale kujitolea, then akaomba mashine, akashona nguo alafu peni akampelekea mteja wake. Kuna swala hapa tulielewe. Kutoka Ana kuwa jina la mtu kama ilivyo jina lako kwenye vyeti vyako na passport, hadi Ana Collection inakuwa brand.
Yani ilikuwaje ukaamua kwamba hii inapaswa kuwa brand, halipaswi tu kuwa jina langu la kutoka kuna kafundi kadogo kakijiji. Yani ukisikia Anna Collection kwa sasa yani kweli ni brand inajisimamia, hata usipomuona Anna lakini umeiona brand tayari. Ndio. Kutoka kwanza nilikuwa najiita Anna Tailoring, kale ka kibanda mliko kale Anna Tailoring and Design Mart. Okay. Alafu kuja kwa Anna Collection. Ni story ya miaka 8 mpaka sasa, yenye kufanya kazi, yenye kupatia, yenye kukosea, yenye kurekebisha na kujifunza ndani yake. Na kutoka Anna sio kwamba nimekuwa na collection nimekuja kwamba ghafla, hapana. Maanake nilianza kama frame hiyo, nilikuwa sijui hata kama nitakuja kuwa this big, kwa sababu nilikuwa naenda na yale maono yangu na gawanya kidogo kidogo. Kwa nilivyokuwa Kijichi, nikamaliza nikahama. Nikaona sasa nimeshapata base kubwa ya wateja, nimeshona hapa na wateja wanasema bei za Sinza. Kwa nini uko Sinza kuna nini? Kwa nini na mimi nisiende huko Sinza? Nilichofanya nikavisti Sinza, nikaenda Sinza, nikaenda mpaka kwa fundi moja anaitwa Oweni. Nikajifanya kama nataka kushona nguo na mimi niangalie ubora wao ukoje, pengine na mimi niboreshe niwe kama wao. Yule fundi akaniambia, wewe ni fundi? Mbwinu. Kumbe fundi anamjua fundi mwenzake. Fundi anamjua fundi mwenzake. Ikabidi nimwambie tu mimi ni fundi kakaangu, naomba unisaidie. Ndio alijuaje kama ni fundi? Na maana fundi mnajuana ukienda kumbenchmark mtu ndio unavyouliza maswali. Kwa hiyo kanishtukia. Haona swala imani. Ikabidi tu nimwambie kakaangu, kweli mimi ni fundi, mimi niko huko Mtoni Kijichi, naomba tu nisaidie. Kitu ninachotaka kujifunza ni mkato tu wa ziwa hapa vizuri, niweze kushonea watu vizuri na finishing nzuri. Kweli yule kaka kwa mchoyo, namshukuru sana kakaangu hadi hivi leo. Akanambia mimi nitakufundisha. Ananiambia shilingi 70,000 nadhani. Nikamlipa, nikajifunza. Kwa kila kitu ambacho nilikuwa nahisi sina na wateja wanakihitaji, mimi najifunza. Natoa hela najifunza. YouTube na lipia. Kwa kujifunza sio bure kumbe. Ndio. Kile mteja amenilipa ile hela 30,000. Kwa hiyo ile hela baadaye nitairudisha tena kujifunza. Bando YouTube najifunza. Nikawa naona madarasa wa Nigeria wanatangaza madarasa kule ya Facebook. Wanasema wana madarasa mengine mpaka ulipie Telegram. Nafuatilia, nalipia, najifunza kwa sababu nilikuwa mtundu sana kwenye simu na mitandao. Unajua vitu vingi sasa hivi viko online. Kwa hiyo nimejifunza, nimeendelea kujifunza, nikakuza timu ya pale kama mlikuwa mmeona timu yangu ya watu 5. Nikasema hii ni brand sasa, na tailoring ni brand. Kwa hiyo hata fundi alipo popote pale ni brand ile, lazima anzie. Kwa hiyo nilikuwa najivunia na nilikuwa proud of it. Kwa sababu nilikuwa pale nashona vitenge, sasa nimeshajulikana. Unajua kujulikana, unaweza kujulikana kwa mtaa wako. Hiyo nayo umekuza kwa pale. Kwa hiyo unaanzia pale ulipo. Kwa hiyo nilianzia Kijichi, nikawa na jina, nimejulikana. Nikaona bei zangu bado ziko chini, afu quality yangu imeshafika. Nikasema hebu ngoja nitanue, nihamie Kijitonyama. Niwafuate wateja wengi. Na mimi niweze kupandisha thamani. Nikaja Kijitonyama, nikachukua vyumba 2. Cha kushonea mafundi production. Sasa wateja wangu walikuwa wanasema umeshakuwa mkubwa sasa na wewe ili pazia sasa. Tukifanya fitting hatuwezi kufanya vizuri. Na mimi nikarekebisha ile nikakata pale kasebule kakaa reception, nikaweka pale. Nikaanza kufanya kazi. Sasa njia niliyotumia nikaanza kuwa convert wale wateja wangu. Nilikuwa nawashonea hizo maids, nguo za maids kuwafanya kwa mabibi harusi. Nasema hebu ulete tu material, mimi nitakushonea hata bure. Lazima ujitume, lazima ujitoe. Kwa hiyo ukweli wengine wakawa wanaleta material na washonea bure, wakienda kule, nani alikushonea? Ni Ana. Yule, Ana huyo. Hapana, haiwezi kuwa kweli. Akasema ni yeye amenishonea. Kwa hiyo hivyo. Kwa hiyo nilituma sana na nakumbuka nishinda kumpima Wema Salasala. Bodaboda nilipigiwa na Neema Ndepanya. Kwenye mvua nikapanda bodaboda haraka alikuwa anahitaji gauni. Kwa hiyo nguo nyingi nilikuwa nashona pengine bure lakini nilikuwa nashona kwa target kwamba huyu akivaa huyu ana watu nyuma yake.
Nikimwona mtu hata kama ni mwenyekiti wa jumuiya najua na mama wanakuwa mambo kumbe yapo unamshonia mama mchungaji, unawaka kuna waumini 500 nyuma. 500 nyuma. Kwa hiyo kumbe ni target. Ni target unaangalia. Unaenda kwenye sherehe hata kama unaona kabisa na watu wengi pale. Unamwangalia nani pale ambaye ana upepo. Ili uondoke naye upate kijiji chake. Kwa hiyo hapo nilivyotoka Kijitonyama nikahamia Mwenge, vyumba 3. Ndio. Nimefanya kazi Mwenge hapo. Sasa hapo nikasema nikaanza kujifunza tena. Sasa nimeshakuza brand hapo. Sina vitu vingine sijui, umeona, kumanage, stress imekuja, wateja wanakuja ni wengi, malalamiko pengine yanatokea, kazi mimi nafanya kazi sana, nachoka sana, alafu hela yenyewe sioni. Nikasema mbona changamoto tena imekuja, hii ni nini? Nikaamua kumbe kuna vitu vingine mbali tu na ujuzi wa kushona inatakiwa uvijue. Elimu ya fedha, kujifunza. Hapo tutakuja kwa sababu Messi ndicho kinachokuwa kinatokea kwa mafundi wengi. Kwa fundi ameshona kwa muda mrefu na ni mzuri, lakini hajaweza kukuza sio brand, yaani kutanua hata sehemu alikopangisha pale, hata kuongeza chumba cha pili na watu hivi. Swala la kumanage watu na fedha na ujuzi. Tutarejea kwako, lakini tulikujuza hapo awali kwamba tunaye kwa njia ya mtandao Tanasia Kisieri. Huyu ni afisa mkuza mitaala kutoka VETA, moja kwa moja kutoka Moshi, Kilimanjaro. Habari za asubuhi, na kama unaangalia marudio itakuwa ni habari za usiku. Karibu sana. Habari za asubuhi huko Kilimanjaro ni shwari kabisa. Ndio. Tumeamka salama, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Awali ya yote nashukuru pia kwa kwamba nimeweza kuwa hapa na nyinyi. Yote hayo ni neema na utukufu wa Mwenyezi Mungu. Asante sana. Tasnia ya ubunifu, ushonaji na ubunifu wa mavazi na mitindo yake kwa ujumla, una uhitaji kwa kiasi gani hasa kwa sasa katika vyuo vyenu vya VETA? Mnapokea wanafunzi wengi au wachache kiasi gani? Asante sana. Awali ya yote kwanza napenda kusema sekta ya ubunifu wa mavazi ni miongoni mwa sekta ambayo inakuwa kwa kasi kubwa sana nchini Tanzania na duniani kote. Sasa kwa sambamba na hilo, kwa upande wa VETA imekuwa na vyuo vingi sana vya ushonaji, ambapo kati ya vyuo 80 vya utoaji wa mafunzo katika elimu ya mamlaka ya ufundi ya mafunzo ufundi stadi, tuna vyuo 56 ambavyo vinatoa fani ya sekta ya nguo na mavazi. Sasa sambamba na hilo, ni wazi kwamba tunapata wanafunzi wengi sana wanaojiunga kwenye sekta hii ya nguo na mavazi kulingana na soko jinsi lilivyo huku duniani na Tanzania. Ndio. Na hapo utueleze, yani ni kitu ambacho katika uhalisia wake mnawaona kabisa, watu wanaona kwamba wamegutuka kwamba soko la ubunifu wa mavazi na mitindo kwa ujumla linakuwa kiasi kwamba wanakuja kwa wingi kiasi hicho, kama ambavyo unakuwa unaona wanavyomiminika katika labda fani ya umeme, kutengeneza magari na vitu kama hivyo? Ndio. Sambamba na hilo pia wanakuja kwa kutilika kwa wingi kwa sababu kwanza ni rahisi kujiajiri na kuajiriwa pia. La pili pia soko la sekta ya nguo na mavazi ni kubwa. Ni hitaji ambalo mnafahamu, hakuna mtu yeyote ambaye hawezi kuvaa, kila mtu atavaa. Lakini tunavaa kwa namna gani? Tunavaa kwa kujipamba na kustiri mwili pia. Kwa hali kadhalika pia hata akienda kwenye sehemu ndogo ya jamii yake inayomzunguka bado anaweza akajipanga na akazalisha na akawapata wateja kiurahisi sana. Hii ni sababu kubwa ambayo inawafanya watu wakimbilie sana kuja kwenye hii sekta ya nguo kujifunza. Na kikubwa zaidi pia VETA tumejikita, tumetengeneza mitaala ambayo imeboreshwa kulingana na soko la ajira. Mitaala yetu imesheheni vipengele vingi ambavyo vinamwandaa mwanafunzi wa sekta ya nguo na mavazi kuwa imara mapema kabisa akiwa kwenye ngazi ya kwanza. Akifika kwenye ngazi ya pili na ya tatu, akiingia sokoni anakuwa ameshajibu haja kabisa ya wahitaji katika jamii inayomzunguka. Kwa sababu gani? Ndio. Vipengele vilivyowekwa katika mtaala wetu kwa ngazi ya kwanza vinamsaidia kujenga misingi imara ya ushonaji
ikiwa ina maana kwamba atajifunza namna ya kutengeneza kwanza mchoro, atakata, atashona katika stadi zinazotakiwa, na mwisho atakuwa na zile showcase za kikarakana ambazo zinamuimarisha kuona namna gani vazi lake limekamilika. Na katika hawa wanafunzi wengi mnaowapokea, kwa upande wa ni labda wanaume wengi, wanawake wengi, na kama ni wanaume au wanawake wengi, sababu ni zipi? Au kama idadi inalingana, sababu ni zipi? Asante sana. Kwa upande huo wa balance hizo jinsia kulikuwa kuna utofauti huko nyuma, lakini sasa hizi na upande wa kiume wanaanza kuingia kwa kasi kubwa sana katika kujifunza mafunzo ya ufundi stadi katika eneo la sekta ya nguo na mavazi. Lakini namba iliyo kubwa mpaka sasa bado ni upande wa kike na wanawake, ambao nafikiri ilikuwa inachukuliwa na jamii kwenye mtazamo huo kwamba ushonaji ni kwa upande mmoja. Lakini kulingana nilivyosema, kwa kukua kwa sekta hii ya nguo na mavazi, wote sasa hivi wanaanza kukimbilia kuja, na wale wasichana wanafanya vizuri zaidi ya wale wanawake. Na katika mafunzo ambao ama stadi mnazowapa, ni kwa kiasi gani kunakuwa kuna labda stadi za ziada kando tu na swala la kushona na nini, kwa sababu tunafahamu kuna swala la kushindana huko na walimwengu wengine, lakini kuna swala la kujua soko, kupambana, lobbying na vitu kama hivyo. Asante. Sambamba na ushonaji, kuna masomo mtambuka ambaye anamwezesha huyu mwanafunzi anayesoma katika sekta ya nguo na mavazi. Kwanza kuna somo la tuseme la ujasiriamali ambaye litamuunganisha namna gani anatafuta masoko na wateja, hata na kujua washindani wake. Lakini pia tunawapa masomo ya stadi za maisha, life skills, aweze kujitambua na pia kuweza kuhimili namna gani anaweza kushindana na wateja katika kupokea mrejesho chanya au hasi. Lakini kingine pia wanapata somo la lugha, somo la Kiingereza, ili aweze kushindana pia hata kimataifa, aweze kujieleza vizuri akiwa anajua nini anafanya, pamoja na masomo mengine ambayo nasema somo la uchoraji, technical drawing. Somo la ushonaji linaenda sambamba na michoro, ili aweze kuchora. Kama anachora mkono anaelekea engo ipi, kama anachora sketi basi anaelekea engo ipi. Na pia wanafundishwa somo la hesabu ili waweze kuwa na kugawanya. Tunahitaji vipimo. Somo la ushonaji linahitaji vipimo, aweze kupima, aweze kugawanya, na mwisho aweze kutengeneza mchoro unaotakiwa. Na masomo mengine ambayo yameunganishwa katika mtambuka ili kumsaidia mwanafunzi wa ushonaji aweze kuwa imara na bora zaidi. Ndio, asante sana. Tutaendelea kusalia nawe katika kujadiliana masuala ya sekta ya ubunifu na mavazi kwa ujumla. Endelea kusalia nasi. Bi Atanasia Kisieli, huyu ni afisa mkuza mitaala kutoka VETA. Na tunaendelea. Tutarejea hapa kwa Ana. Na tumemsikia na yeye vizuri alivyotujuza. Na tupo na Ana, tupo na Kisieli kwa sababu ya kufahamu kinagobaga huko shuleni pia wanakowapika kupoje, na tupo na Ana pia naye kutupatia uzoefu. Mtu anavyokuwa fundi, kazi yote mtu anavyofanya anawaza kwanza pesa, atajirike, afurahi, yani hivyo. Lazima unasahau kwamba kuna vitu ambavyo vinahusika huko baada ya kupata pesa. Unazimanage vipi? Unazipangilia vipi? Unakuwa natamani kuwa mbunifu mkubwa. Unaweza kufanya administration process za uongozi, utafanya nini? Anatushirikisha kwako ilikuwaje? Mwanzoni ulikuwa unahisi ni hela, ajira unawapa hela ya kula na mshahara wao. Kumbe kuna mikataba. Kumbe kuna afya zao. Kumbe kuna TRA, kuna nini? Kuna manage team na vitu hivyo. Kwa kweli ilinipa changamoto sana, na hicho ndo moja wapo kitu kikubwa sana ambacho kinawafanya pengine mafundi wengi wasiwezi kupiga hatua. Kwa sababu rejea tu fundi wa kawaida ambaye akipewa hela, nyie mnasema kwamba nguo zetu zinachelewa.
advance ishaliwa. Na advance wengine wanataka hadi 70%. Yes, kwa hiyo anachukua hela ile advance anakula. Maana yake anasubiria mteja mwingine aje ili achukue ile hela anunue kwenye material. Kwa hiyo ukija kutaka nguo yako anakuwa hajapata replacement. Sio kwamba hataki kukushonea. Hajapata replacement. Zandani. Hizo za ndani. Leo ametoa notes. Kwa hiyo hii tunajaribu kuwasaidia, ndio maana tunajaribu kuwasaidia kwa sababu hata mimi nilipitia hiyo stage. Umeona, unakuta kazi zimekuwa nyingi, unakuta mwisho wa siku hela uioni. Na ukijiangalia unafanya kazi sana mpaka unachoka, lakini hela ujioni. Lakini pia huioni hela kwa sababu hata hujajua kuprice vizuri, kupangilia vizuri bei. Unakuta namwambia mtu 50,000. Hajajua gharama za ufundi zitakuwa shingapi mpaka kuja kumaliza lile vazi, uweke na faida pale, uweke na gharama za umeme, hizo overhead uzijumlishe, muda wako kila kitu. Kwa mwisho wa siku unakuta fundi labda kodi imeisha, hana hela ya kulipa tena ile kodi kwa sababu hajapiga zile hesabu vizuri. Kwa hiyo hicho pia ni kigezo cha watu, cha mafundi wengi kuwafanya wasipige hatua. Ndio maana tunapofundisha tunafundisha pia jinsi ya kuprice nguo yako inatumia kiasi gani, ili usitaje tu bei kwamba umetaja bei, ili ushone pia lakini upate pia faida. Ndio maana ushonaji biashara lakini pia kuna mambo mengi kama ku manage timu. Wakati ule nipata changamoto, mafundi wanaondoka, wala anakwambia wengine hawaji kazini. Kwa hiyo hivyo vitu ni pia ni vya management, pia namna ya upande wa leadership. Na ukajifunzaje sasa wewe? Ambapo ilifika hatua hiyo ikawaje na ukafanyaje? Nilichukua kozi, kwa kweli nilijifunza. Uliingia darasani? Kila changamoto unayopata lazima nitafute suluhu. Sasa hivi mambo yako mengi, watu wako wengi katika social media. Hiyo mambo ya leadership skill nilijifunza kwa Dr. Joel na Nauka. Nakumbuka alikuwa anatangaza kozi yake ilikuwa inaitwa Packaging Yourself for Success. Nikalipia ile kozi. Mimi kila maarifa nayatafuta, nalipia, najifunza. Lazima nipate kitu kipya ili niweze kufanya kazi. Kule tulijifunza mambo ya leadership, tengeneza biashara yako iwe na structure, good structure, iwe na mifumo. Kwa hiyo nimetoka tu kwenye ile kozi, mimi najifunza kutumia. Nikarudi nikapangua kila kitu. Nikaanza kumbe mteja lazima ili apokelewe, mimi ndiye mwenyewe nayetakiwa kudefine kwamba mteja wangu anapokelewa vipi, anapewa huduma gani, unaona. Na mpaka nikamwambia yule mtu ambao ali reception kwamba sasa hivi wateja inabidi tu tunawapigia simu kwamba nguo yako iko tayari, baada pia ya kuvaa inabidi tu tunawapigia simu, vipi nguo yako ilikuwaje, ilichanika, wanakuambia wewe na correction wewe nguo ilichanika, alafu atujui, ili kuendelea kutunza yale mahusiano ya mteja mpaka hapo na hapo. Kwa hiyo nikaendelea kufanyia kazi, kila ninachojifunza naleta ofisini. Najifunza na leta ofisini. Mimi utusaidie kwa sababu tunatibu ugonjwa wa watu tulio wengi. So kuna mwingine akipata changamoto angeweza kusema sasa anapata kisingizio. Mimi mambo ya kuwa mkubwa sasa sitaki. Niendelee tu hapa kijiji kwangu, kwani kuna shida gani? Na kula cha mtu. Yaani wewe ulipata wapi hiyo akili ya kwamba ukipata tu changamoto unasaka maarifa ya kutatua hiyo changamoto? Ni sababu ya kiu ya kutaka kukua. Na kuwa mkubwa. Ukitaka kuwa mkubwa lazima utatue changamoto. Yaani lazima ujue kwamba nakosea. Lazima, yani hilo ni mojawapo ya kujievaluate kwamba hapa sasa nimeshindwa mimi, nahitaji msaada. Nahitaji kumtafuta expert aweze kunisaidia. Yaani hapo tu kujigundua kwamba hapa nimekosea na kukubali makosa na kulipia. Mtu anataka mtaalamu ila asimlipe. na kuwa na uwezo wa kulipia. Kwa mfano mtu akikwambia labda nguo yako finishing ni mbaya, unateja kwa namba finishing yako sijapenda finishing. Nasema sawa bosi, basi nitajaribu kuboresha. Kwa hiyo bidii unakuwa na kinyongo na mteja na feedback. Hapana, feedback lazima upokee kwa sababu nataka kukua. Either it is negative au ni positive. Kwa hiyo unaiangalia. Unapopongezwa unapokea, lakini pia unavyokosolewa unaangalia pengine kuna changamoto. Kwa hiyo inabidi nitarudi, nitaifunua ile nguo yangu. Taangalia kwa sababu ya hiki. Kimesababishwa na nini? Nitafutie tiba. Niweze kufanya kazi. Kwa hiyo lazima ukubali, alafu pia ndio utafute suluhu. Kwa kila nilipokuwa napata changamoto,
nilikuwa naitafutia suluhisho. Aidha nijifunze au niingie YouTube. Sasa hivi mitandao mingi utafute ile suluhisho inakuwaje uweze kuifanyia kazi. Kwa hiyo naye ilinisaidia sana. Tushirikishe sasa, haya hapo umefanikiwa soko na umeshafanya kuwa na muundo wa kiofisi. Sasa tushirikishe safari ya kuvuka mipaka ya Tanzania. Safari ya kuvuka mipaka ya Tanzania, nishukuru mitandao ya kijamii kwa sababu bila hii digital inafanya dunia kama kijiji, inafanya dunia kama kijiji, tunaweza kuconnect. Kwa hiyo nilikuwa nimejifunza namna ya kuset ad na kuset target audience ambayo naitaka. Nikasema kwa nguo zangu hizi ambazo nazifanya, hebu ngoja nijaribu kuweka soko la Kongo. Kwa hiyo kwenye kusponsor pale nikaweka DRC, naweka Zimbabwe, sijui wapi. Kwa hiyo watu wakawa nakuja. Sasa ikabaki mimi wakati huo nilikuwa na simu, naweza sana kuconvert. Huo nao ni ujuzi wa kuuza. Wa kuuza nguo yangu na mwambia mteja. Tena nilianza tu kwa kujaribu, unaweza kuja Tanzania kwa fitting. Akasema it's too fast, sijawahi kufika na nini. Nikamwambia hapana, unaweza kuja ili tuhakikishe nguo yako inakaa vizuri kila kitu, alafu tutakupakia nguo yako then utarudi. Mteja wa kwanza akakubali. Siku anakuja alikuwa anatoka Kongo, DRC. Wa Kongo tu hapo. Akaja Tanzania, nikasema huyu sikosei. Huyu ni naye. Huyu nitamtumia, huyu sikosei. Nikaandaa timu yangu vizuri, tukaenda mpaka airport, tumenunua maua, tumempokea kwa shamla. Jamani. Yaani ukasema huyu ndio huyu. Sasa akaongea na yeye ile experience aliyoipata baada ya kupokelewa, tukawa tumemtafutia hoteli, maana alikuwa ameangalia kwenye booking.com, tukampeleka hadi hoteli. Nikamtafuta dereva wangu mmoja wa Bolt, nikamwambia naomba uona akitaka kwenda labda mlimani umchukue na binti yangu mmoja umsindikize ili aweze kujisikia yuko nyumbani. Kweli ile ilitusaidia sana. Baada ya kushare kwenye Instagram tu watu wakaanza kuja. Kutoka Zambia, Zimbabwe, wapi. Ndio mpaka leo watu wanaoangalia Insta stories zangu nilikuwa na share sana. Kwa hiyo ile inasaidia hata mteja kuangalia kwamba mbali tu na kwenda kuchukua nguo yangu Tanzania, experience ikoje. Kabisa. Kuna huyu Mzambia alipokuja, Mzambia mmoja alimpeleka kule kwenye mihogo. Coco Beach. Kuna wale watu wao wanaimba pale. Wakamwimbia. Wakaanza kumwimbia. Wakamuuliza unaitwa nani? Akasema anaitwa Chikonda. Sasa akaenda kumwambia Chikonda, anajichukua video, yeye anafurahia niko Tanzania. Na ambapo Zambia hawana bahari sasa. Alafu kampeleka kwenye bahari. Kumbe kuna mbwinu. Kuna experience, yani kuna namna mteja anajisikia vizuri, kuna namna mteja anajisikia yuko kwenye mikono salama, sehemu salama. Kwa hiyo anageuka kutoka kuwa mteja kuwa familia. Kwa hiyo akifika kule analikomend watu wengine. Kwa baada ya hilo tu, kingine nilichofanya ni kuwabadilisha wale wateja kuwa mawakala wangu. Nikamwambia wewe umevaa wedding gown, yes. Can you sell your wedding gown? Akasema naweza nimekodisha. Nikasema sasa sikia. You can have the store, kuna fursa hapa huko nchini kwako, sababu mimi sina uwezo wa kwenda kule kwao, ila yeye yuko huko. Namtangazia fursa. Mtangazia fursa, nikamwambia mimi I will teach you how to do the business. Nitakufundisha namna ya kufanya biashara. Akiniambia amekodisha, this is we have do. Akiniambia amekodisha, tunajua huyu ana nguvu, ana energy ya kupushi. Nikamwambia chukua picha zangu, posti huko, wakihitaji mimi utachukua kwangu, alafu utaenda kuuza, haina shida. Kwa hiyo anakuwa yeye ndo anafanya, sababu yeye ndo watu wa kule. Anakuwa yeye winga. Kule anakuwa winga. Lakini anapata. Alafu hapa kiwandani kwangu. Kiwandani kwangu. Gharama za, kwa sababu huwa tunaona Mtanzania bei yake ni hii. Mgeni bei yake ni hii. Hapo ulikuwa unazingatia hilo au ilikuwa inakwenda? Nilikuwa nazingatia kwamba bei za Tanzania lakini watu kutoka nje.
Na hiyo ndio imenisaidia sana kukuza soko langu la nje ya nchi, kwa sababu mpaka sasa hivi kuna store 5 ambazo napeleka nguo ambazo kama huyo mmoja alikuwa bibi harusi mwenyewe yuko Marekani, lakini sasa hivi amefungua store yake ndogo. Kwa anachukua nguo kwangu alafu mimi nampelekea yeye, anakodisha. Unajua kukodisha nguo kule ni gharama sana. Lakini mwingine pia Afrika Kusini ambayo kumpata wewe kidogo ilikuwa changamoto, kwa sababu mara ya kwanza nilipeleka nguo quality kani mbovu. Zile nguo kana mama, your quality is poor, I don't like your dresses na nini. Nikarudi na timu yangu nikaambia, tumeambiwa quality yetu ni poor. Kwa lazima tujiangalie. Pengine nikamwambia ni vitu gani ambavyo hujapenda na nini, akasema pengine tunaweza kurekebisha. Kwa sababu nilikuwa nimepeleka zile nguo hajalipia, ni kwa ajili tu ya kuangalia. Yaani una test kwamba atazipenda, kama akipenda aweze kununua kwetu, kwa sababu yeye ndiye, sisi ndo tulitaka tumuuzie. Kwa hiyo kweli tulivyorekebisha zile nguo, tukapeleka hizo nguo kwa awamu ya pili, akapenda sana. Akasema you guys mmefanyia kazi vile vitu ambavyo nilikuwa navihitaji, sasa tunaweza kuanza, naomba nianze kwa piece 10. Akachukua kwetu piece 10. Kwa hiyo hivyo mimi tu huwa tunaangalia, yani ukinikuta naingia kwenye website na search bridal store in Zambia, bridal store in Kenya, wapi, naangalia, natuma email. Unajua hizi fursa zingine hadi uwe na website pia. Lazima ujiandae, lazima uwe umejiandaa kwenda kimataifa. Kuwa na website na maana means nzuri ya communicate na wao, lakini pia kuhakikisha kwamba unatengeneza nguo nzuri yenye quality ambayo inaweza kucompete kimataifa. Jamani, mnaandika lakini na haya maarifa Messi unaweza ukatumia katika biashara nyinginezo ila kwa kucopy notes. Mnaandika. Nakumbuka mwalimu wangu mmoja alikuwa anauliza, wewe Devi uandiki? Haya, wewe umekuja kucheza. Takutana Nectar. Takutana Nectar. Na Nectar ya maisha sijui ndio ipi sasa. Kuna watu hawaandiki. Hivi maisha yana mtihani wa taifa? Maisha nayo yana mitihani. Ila mitihani yake sasa haupokei majibu kutoka Nectar. Utayaona mwenye. Naomba nisome ujumbe hapa kabla tujarejea tena kule Moshi, bila shaka, si ndio David? Maana na muda wetu nao unakimbia kweli kweli. Ndio. Anasema hello, weekend tija na fursa katika ubunifu wa mavazi, ni soko zuri lakini mtaji ndio shida. Anaitwa Triple M kutoka Moshi, Tanzania. Huyu anasema heri ya mwaka mpya 2026. Bado tunaendelea kupokea heri ya mwaka mpya. Kuna mtu nilimuuliza anasema heri ya mwaka mpya mpaka Januari. Inaisha mwezi wa 6. Yafai. Mwaka ukigawanyika. Sasa nimefurahia sana kipindi cha leo, nampongeza sana Ana kwa juhudi zake katika kuwavalisha wao plus size ambao walifanikiwa, lakini naomba kuwafahamisha kuwa hata sisi minus size tunakuwa na changamoto ya kupata nguo zinazotufiti vizuri. Mafundi wanakariri vipimo. Anasema naomba mnisaidie kumuuliza kama anaweza kutushonea na sisi wembamba ili niende kumuona aanze kunishonea. Mimi ni Mama Stella. Hivi Ana mwenyewe mbona kama ni minus size? Kama yeye anaweza kujishonea atashinda kwa Mama Stella, utakuja kutujuza hapo. Anasema anaitwa Hamisi Kanoni. Anasema nimejifunza mambo makubwa sana kwa huyu dada Ana, na serikali kusema hata kama umemaliza chuo kikuu unaweza kwenda VETA. Hiyo tuliosoma vyuo tusione kama tumeshushwa kielimu. Limeitwa chuo kikuu. Asante. Anaitwa Baraka Matias kutoka Masumbwe Gate. Anasema hongera sana dada Ana kwa uthubutu huo, kutoka ufundi mdogo hadi kuwa na chuo. Hakika wewe ni mfano wa kuigwa na jamii. Pia nimejifunza kutembea na ndoto yangu, kuwa mvumilivu, kuongeza juhudi katika kazi zako, na niwatakie hello weekend njema. Asante sana. Innocent Kayanga, huyo binti kwanza nampa pongezi sana. Kilichomtoa ni elimu yake. Yeye alitumia ipasavyo. Hakusubiri ajira serikalini. Fursa ya elimu alitumia upande wa pili wa kipaji chake. Anasema tukubali, elimu ni ufunguo wa maisha. Kaza dada yangu, uwe mfano kwa wengine wote ambao wanakuwa wanadharau kazi hiyo. Asante. Hello weekend, nisome kama Sonia Abdalla, nipo Morogoro kiwanja cha ndege. Kwa upande wangu mimi nampa maua yake dada Ana hapo studio kwa uthubutu wake, kiukweli ameupiga mwingi mno. Timothy Baruani wa Tanga anasema kwa mawazo yangu mimi naona tija katika sekta ya ubunifu wa mavazi imeanzia kwenye furaha ya mbunifu. Mbunifu akithaminiwa na kupewa mazingira mazuri, basi anaweza kufanya vizuri. Hakika. Huyu wa mwisho ndo nataka na swali lake liende bila shaka na VETA. Anasema hello weekend, naitwa Godfrey kutoka Tanga. Inasikitisha sana pamoja na wabunifu wote wa mavazi
tunaangalia hii mambo ya tija katika ubunifu wa vazi, lakini hadi leo tunashindwa na nchi nyingine. Jamani, kwa nini hatuna vazi la kutambulisha kama taifa? Tutaendelea kuwa watumwa wa mavazi hadi lini? Okay, na kuwepo na mchakato nenda rudi, nenda rudi. Tunaingizishwa hadi siasa humo. Ana itabidi wameuliza hili swali. Una maswali mawili ya kujibu. Maswali mawili. Manners size, si mnahitaji kitaalamu. Ndio manners size. Utatuambia hivyo, lakini unaweza ukatupa pia na maoni binafsi, kwa sababu uko kwenye tasnia ya ubunifu, lakini pia na mchakato mzima wa vazi la taifa. Unaweza pia ukatupa maoni yako. Lakini tuanze na manners size. Hilo analosema la hiyo manners size ni kitu ambacho kinawezekana. Yaani katika ushonaji watu wengi wanaogopa sana kuwavalisha plus size. Kwa plus size ndio wanaopata tabu. Lakini haya maumbo mengine yanawezekana. Na amesema kama unaweza ili aanze kuja. Tunamkaribisha sana na collection. Kwa hiyo watu wembamba wanakuja. Watu wembamba sisi hatuangalii badi. Yaani ila kama umevuka mipaka na maana nchi nzima si unapatikana? Ndio. Okay. Asante sana. Tuanze VETA, tuanze kwake kuhusu vazi la taifa. Kuhusu vazi la taifa. Tuanze kule kwa mama yetu. Kwa mama VETA. Okay, turejee kwa Atanasia Kisieli. Huyu ni afisa mkuza mitaala kutoka VETA. Tunafurahi kuendelea kusalia nasi, lakini Atanasia, utuambie hapa kwenye swala la kwenu VETA, ni kwa kiasi gani mnashirikiana na wabunifu wengine ambao wapo katika maeneo mbalimbali nchini, huku wakiwa wanafanya vizuri katika hiyo tasnia na wakiwa wamethubutu hata kuvuka mipaka? Sana kushirikiana na wadau wa sekta ya mavazi waliopo nje, nikiwa namaanisha tumetengeneza mpango wa mafundi mahiri ambao sasa wameingia mikataba mbalimbali na VETA ili tuweze kushirikiana. Kwa sababu gani? Mitaala yetu imeonyesha kwamba baada ya kipindi mwanafunzi anatakiwa aende akajifunze mafunzo kwa vitendo. Sasa tumempa ujuzi akiwa darasani aende kwenye sehemu ya kazi ili akaweze kukuza zaidi ufundi wake. Sasa hapo ndipo tunapata nafasi nzuri kabisa ya kushirikishana na mafundi mahiri na wadau wengine, akiwepo huyo Ana Collection. Ana Collection tumeingia naye mashirikiano mazuri sana yenye tija kubwa, hadi sasa tumefikia hatua nzuri ya kufanya mambo kadhaa. Mojawapo ambalo mliliona katika jukwaa lake la 20 na 25 ambalo lilifanyika tarehe 14 mwezi wa 12, mliona pia wanafunzi wetu walienda kuuza au kuonyesha kazi zao ambazo wanazifanya wawapo mafunzoni. Hii ni wazi kwamba tunafungua dunia pana ya kuwaweka wadau wa sekta ya nguo na mavazi katika mashirikiano mazuri. Mkurugenzi wetu mkuu anaendelea kuimarisha idara ya mafunzo tuweze kuwabeba hawa mafundi mahiri pamoja na wadau wengine ili tuweze kukidhi haja ya kimtaala, ambapo wanafunzi wetu wataenda kujifunza stadi za vitendo wakiwa kule kuimarisha na kuwa bora zaidi. Asante sana kwa kutupa, hata sikuwa nimefahamu. Hongera sana Biana. Kumbe mnashirikiana. Ndio. Ukoje ushirikiano? Ushirikiano wetu uko katika nyanja mbalimbali. Kwanza uko katika kuhakikisha kwamba nashiriki katika uandaaji wa mitaala ambapo tayari tumefanya Unajua tulifanya review ya curriculum kwa kushirikiana na VETA, lakini pia wamenipa nafasi hiyo ya kuweza kuhakikisha kwamba tunawajengea walimu wa VETA uwezo ili waweze kwenda kuimpact. Unajua mimi matamanio yangu ni kuona taifa zima linapata ujuzi ambao ni tangible, ambao moja kwa moja mwanafunzi anaweza kuutumia katika kazi zake na tukazalisha mafundi wengi zaidi. Kwa hiyo kushirikiana na wadau, VETA ni mdau mkubwa, na VETA unavyozungumzia VETA unazungumzia serikali na yenyewe inatoa huduma na vyuo hivyo vya kutoa huduma na viko karibia Tanzania nzima. Kwa hiyo hata ndugu zangu walioko huko kupitia VETA wanaweza wakasoma na wakaweza kunufaika. Kwa
Kwa mimi naweza kuwa nimeweza kuimpact indirectly. Ukaacha legacy. Ndio kwenye swala la nawe naona hapa kuna Anna Fashion Academy. Nayo hii ni nini? Hiki ni chuo ambacho mimi nashirikiana na VETA sasa. Ni chuo changu. Hicho ni chuo chako. Kipo wapi? Kiko Kijitonyama. Hiki kinaendeshwa vipi? So kuna kitu nataka kuelewa. Mtu lazima aje na vyeti au kunaweza kuwa na kozi ya siku 2 wiki au inakuwaje? Kipi ni kipi? Anna Collection Fashion Academy ni chuo kabisa, kiko chini ya NACTIVATE na kinatoa kozi za muda mfupi. Maana miezi mitatu na hadi hivi sasa kimeweza kutoa wabunifu zaidi ya 1200. Hongera sana. Asante. Ndani na nje ya Tanzania. So naelewa hapo ajira zinatolewa na ubunifu na nini na vitu kama hivyo na utaalamu unasambazwa. Sahihi. Kwenye maoni yako binafsi kwenye vazi la taifa unawaza nini juu ya hilo? Kwa maoni yangu binafsi, vazi la taifa unajua kwa kuangalia tu haraka ili kitu kipendwe na wengi na kusiwepo na mgongano, hii hapana. Inaweza kuwa either kwenye style ama kwenye fabric. Tunavyozungumza kwenye style, manake labda kuwepo na style ambayo inaweza ikaenda kwa watu wote wakasema hiki ni identity yetu au utambulisho wetu. Na unapozungumza kwenye fabric ni print ambayo yani ina maana watu wa textile wakae na watu wa arts hapo, ni kuangalia namna gani utambulisho wa vivutio vyetu pengine na culture yetu ya Tanzania unaweza ukaingia kwenye hicho kitambaa. Watu wa wataalamu wa textile wakasema hili ni vazi la taifa, ni fabric ya taifa. Kwa hiyo ili patikane vazi la taifa lazima kuwepo na involvement ya watu wengi sana, kuanzia watu watengeneza vitambaa, watu wa textile, lakini pia kuna hawa watu wa arts and design, creative arts and design, watu wa culture pia. Kwa hiyo kamiti, nadhani kuna kamiti ambayo ipo tayari na wanaendelea kulifanyia kazi. Asante sana. Na kwa sababu mimi sio fundi, sielewi. Hivi katika mafundi nyie huwa mna signature? Mfano kama kwenye mziki, ukisikia wimbo tu unasikia labda Wasafi au unamsikia producer fulani. Nenyi kwenu kuna signature ambayo ukiona vazi unajua huyu ni Anna Collection. Yes. Yaani fundi akiwa ukumbia anasema Anna anatunyoosha. Ipo hiyo signature. Kwamba hata nikiwa Nigeria nikiwa na vazi najua hili la Tanzania kutoka kwa Anna. Ndio. Ipo hiyo signature na sisi ndio maana Anna Collection gauni zetu ukiziangalia kwanza small luxury, lakini ukiona gauni pia lina tech, yani lina, ndio maana unaona magauni yetu mengine na wakata, umeona. Kwa watu wanajua wakiona hilo gauni wanajua ni Anna Collection. Pia tumeaname gauni yetu na majina. Ingine inaitwa Anala, ingine inaitwa Malaika. Yaani kuna namna magauni yetu yanaongea confidence. Kwa hiyo na wadesigner wengi wana majina. Yaani kuna nguo ukiona unajua huyu ni nani? Huyu Mohamed. Kutokana na nini? Labda shape anavyotengeneza shape zake. Lakini kuna nguo ukiona ziko very clean, plain, hazina mambo mengi, unajua huyu pengine ni Blanos. Katika project zako ni project gani ilienda viral na hadi pengine uko proud nayo kweli kweli? Ilikuwa ni project ya Zailisa. Ilienda viral sana. Yenye gauni lile alivaa wakata magauni mawili na lingine alivaa lilikuwa na display. Na watu wakajua hili gauni anaweza kuvaa wapi. Unajua fashion design inaweza kutumika sehemu nyingi sana. Sio tu mtu kuvaa. Pengine hata kwenye matangazo. Let's say labda Azam na project yenu, pengine kuna kitu mnakizindua. Mimi kama mbunifu naweza nikabuni vazi, then nika integrate tech au hata design au kwa kutumia creative arts, kile kitu product ambazo mnazindua nikatengeneza tangazo. Kama mbunifu nimeshiriki kwa namna hiyo. Kwa hiyo the way alivyo content creator, mkimpa matangazo na mimi naweza mkanipa kazi na ile project ikaenda mbali zaidi. Kwa hiyo nilikuwa najaribu kuonyesha namna gani fashion design inaweza kutumika pia na corporate.
kwa upande huo wa pili. Kwa sababu tunaona kama umeweza kuvuka mipaka ukiwa wewe mwenyewe na tunatamani sisi pengine tuweze kuliteka soko la Afrika ama ikiwezekana duniani. Ni vitu gani unadhani vikifanywa na serikali pamoja nanyi wabunifu mmoja mmoja au kwa umoja wenu vinaweza vikawa ni kama magic bullet, yani kwamba inafungua mlango kwa haraka na tukaenda huko mbali? Na saa yako imelia titi. Manake time out. Kwa dakika moja. Okay, cha kwanza kabisa ni kuwepo kwa haya majukwaa ya kitaifa yanayotuunganisha wabunifu wote kwa pamoja, na maana kuweza kuonyesha kazi zao. Tunayo majukwaa, lakini ile jukwaa ni la Ana Collection, pengine lile ni la Mustafa, lakini kiwepo na kitu ambacho kimeletwa na serikali, hiyo inakuwa na nguvu zaidi. Lakini pia kuwezeshwa kwa kutambulika rasmi kwa ubunifu wa sekta hii tulipo sisi. Tukienda BASATA tunaambiwa ni sisi ni wasanii. Lakini huyu msanii huyu mbunifu wa mavazi yuko nyuma. Ukiona mziki uko pale, filamu iko pale. Hawa je? Yani kuna namna. Asante sana. Mambo mazuri, muda mchache. Tunashukuru sana kwa kuwa nasi. Tulikuwa tukiangalia tija na fursa katika sekta ya ubunifu wa mavazi, na kwa heshima kabisa tulikuwa naye Bi Anna Runguya. Huyu ni Anna Collection, mwanzilishi na mkurugenzi mtendaji Anna Academy, Anna Fashion Academy na Anna Collection. Lakini pamoja nasi tulikuwa naye Atanasia Kisieli, huyu ni afisa mkuza mitaala VETA. Asante kwa muda wako na tunashukuru sana pia. Asante nawe uliyeko popote pale ulipo hapo. Mimi ni David Wakarungi, nilikuwa na mwenzangu Mercy Mbaya.